الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ndugu Waislamu, tunaanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyefikia katika kila khairi na neema, na miongoni mwake ni mwezi wa Ramadhani kutupata tukiwa hai na wengi wetu tukiwa tuna uwezo wa kufunga. Na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie mengi ambayo tutayafanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika ibada, aweze kututakabalia. Leo inshallah nitaanza kwa kuzungumzia kuhusu fadhila za saumu. Jambo la kwanza kabisa, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa saumu ni moja katika ibada ambazo zinamsaidia Muislamu kuzidisha ucha Mungu. Ibada zote huwa zinafanya Muislamu azidishe imani na hata takwa, sababu sisi Ahlusunna wal Jamaa tunasema kuwa al-imanu yazidu wa yanqus, imani huzidi na ikapungua. Na uzidi kwa Muislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada ikiwemo saumu, na upungua kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa maasi ni Muislamu kuacha mambo ambayo Allah amemfaradhishia kuyafanya, ikiwemo kufunga Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mumefaradhishiwa juu yenu funga. Na Allah hapa anakusudia hii saumu ya Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii ikawa Allah ameeleza moja katika sababu kubwa za kufaradhishwa saumu ni ili tuweze kuzidisha imani yetu na kuzidisha takwa yetu. Na ndio sababu utapata kuwa hata kwa vijana ambao wana uwezo wa kuoa, uwezo wa nguvu za kimwili, lakini uwezo wa pesa hawana, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia kuwa ufunge. Mtume akasema kwa hadithi maarufu ya kuwa faman lam yastati', yule ambaye hataweza kuoa kwa kuwa hana pesa, hana mali, ngawa nguvu za kiume anazo, Mtume akasema kuwa fa alayhi bisawm, basi ajitahidi kufunga. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Mtume akasema fa innahu lahu wija, kule kufunga kwake ni kizuizi, ni kinga. Na hichi kizuizi ambacho Mtume anakusudia hapa maana yake ni imani na takwa, kwa sababu takwa ndio inamzuia Muislamu asiingie katika maovu na asiingie katika maasi na asifanye mambo yatakamsababishia madhambi. Kwa hivyo saumu ni moja katika sababu kubwa za kumsababishia Muislamu ucha Mungu. Na kwa hivyo yatakiwa Muislamu anapokuwa anafunga hakikishe kuwa mambo mawili ameyatimiza. Jambo la kwanza ni ikhlas. Ikhlas maana yake ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na jambo la pili ni mutabaa, ni kujitahidi Muislamu anapofunga awe anafanya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kuwa tukiwa tumefunga tuyafanye, na epukane na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kuwa tukiwa tumefunga tuepukane na mambo hayo. Inshallah tutakuja kuyazungumzia mengi ambayo yanatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya wakati amefunga, lakini pia yale ambayo hafai Muislamu kuyafanya anapokuwa amefunga. Miongoni mwa fadhila za saumu, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa saumu
ni moja katika alama kubwa za wacha Mungu. Saumu ni moja katika alama kubwa za wacha Mungu na watu wema. Hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na hadithi ambayo ni sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaombea watu fulani dua na ikawa ameombea dua kwa kujitahidi kuombea dua ambayo itakuwa ni njema kwao. Anas anasema kuwa Mtume alikuwa anasema hivi katika dua yake: ja'ala Allahu alaykum salata qaumi abrarin, ja'ala Allahu alaykum salata qaumin abrarin, Allah ajalie juu yenu muwe na swala ya watu ambao ni wacha Mungu, watu wema. Na abrar ni watu ambao ingawa kuna watu wema, lakini hao wanakuwa wamewazidi wenzao katika wema. Yaqumuna al-layl, sala yenyewe ambayo Mtume anakusudia hapa ni kusimama usiku. Kwa hivyo moja katika alama za ucha Mungu na mtu kuwa mwema ni kuwa anajitahidi kusimama usiku, qiyamul layl, tahajjud. Kisha Mtume akasema wayasumuna an-nahara, na pia wanafunga mchana. Kwa Mtume akataja haya mambo mawili ambayo ndio moja, yani ndio ibada ambazo zinamfanya mtu aonekane kuwa ni katika wacha Mungu na awazidi wenzake katika ucha Mungu: kusimama usiku, qiyamul layl, na kufunga mchana. Kisha Mtume akasema laisu biathimatin wala fujarin, yani watu hao wema si katika watu ambao wanafanya mambo ambayo yanawatia katika madhambi, wala si watu waovu wanaofanya mambo ambayo ni maovu. Hadithi mpokewa na Abdu ibn Humayd, rajahu Abdu ibn Humayd. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ametaja moja katika alama kubwa za ucha Mungu ni Muislamu kujitahidi katika ibada ya saumu, ibada ambayo huu ndio mwezi wake. Lakini pia akataja ibada ya sala na hasa qiyamul layl, na pia katika mwezi huu tuna qiyamul layl ambayo tunaswali tarawih kila baada ya isha. Kumalizia kwa leo nitataja fadhila tatu ambayo ni katika fadhila za saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa ibada saum ni katika ibada ambazo malipo yake ni makubwa zaidi, na hakuna ajuaye malipo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, qala Allah alisema kullu amali ibn adama lahu illa siyam, kila amal ya mwanadamu anayoifanya ambayo ni ibada inanasibisha kwake yeye, illa siyama, isipokuwa saumu, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saumu kwa hakika ni yangu mimi, ananasibisha kwangu mimi kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni idhafatu tashrif wa ta'dhim, yani ni kumnasibishia Allah ibada hiyo kwa kuonesha kuwa ni ibada ambayo ina utukufu na fadhila. Kisha Mtume akasema kuwa Allah anasema wa ana ajzi bihi, na yeye Allah ndiye mwenye kulipa ibada hiyo. Katika baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa kullu amali ibn adam, kila amali ya mwanadamu ambaye anaifanya anaandikiwa malipo yake kwa mara 10. Ukifanya mfano umefunga siku moja, unaandikiwa kuwa umefunga siku 10, kisha unazidishiwa mpaka inafika mara 700.
Mtume akasema isipokuwa saumu peke yake ndio malipo yake ni tofauti kabisa, yani ni zaidi ya mara 10 na pia ni zaidi ya mara 700. Mtume akasema hivyo. Kisha Mtume akasema ya kuwa wasiyamu junna, wasiyamu junnatun, na saumu ni kinga. Yatakiwa Muislamu anapofunga ile saumu yake imzuie na kufanya maovu na maasi. Wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, kunapokuwa siku ya saumu ya mmoja wenu, amefunga mfano kama leo hivi, Uislamu muka na saumu, fala yarfuth wala yaskhab, asiongee maneno machafu wala asifanye maovu, wala yaskhab, wala asifanye fujo, asiwe ni mtu mwenye kufanya makelele na kuudhi wenzake. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, ikiwa atatusiwa na yeyote ama yeyote atataka vita na yeye, faliyaqul, basni aseme, inni mru'un saimun, mimi ni mtu nimefunga. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume anasema na hapa na yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la khulufu fami saim, ile harufu ambayo kumtoka aliyefunga na ikawa asili yake inatoka tumboni na si harufu nzuri, atyabu inda Allahi, licha kuwa harufu hiyo si nzuri, lakini mbele ya Allah Mtume anasema atyab, ni harufu nzuri zaidi inda Allahi, mbele ya Allah, min rihil misk, kuliko harufu ya misk. Anakumaanisha kuwa harufu hiyo licha kuwa hapa duniani tunasikia kuwa si harufu nzuri, na sababu yake ni kwa sababu ya kuwa inatoka kwenye tumbo ambalo halina chakula. Kwa hivyo harufu hiyo siku ya kiyama Allah ataibadilisha iwe ni harufu ambayo ni nzuri kuliko hata harufu ya marashi ya misk. Mtume akasema lisaimi farhatani, kwa mwenye kufunga, kila mwenye kufunga ana furaha mbili, yafrahuma, furaha ambazo Mtume anatuhakikishia kuwa kila mwenye kufunga atafurahi hizo furaha mbili. Idha aftara, pindi anapofuturu, fariha, anafurahi. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, na atakapokutana na Mola wake pia atafurahi kwa saumu yake, kwa yale malipo ambayo atapewa, malipo ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo inaonesha vipi saumu ina malipo makubwa zaidi. Kama tulivyosema, kuna riwaya inasema ya kuwa kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu bi'ashri amthaliha, yani kila amali ya mwanadamu anayoifanya malipo yake huwa ni mara 10. Ibada zote, sala, zaka na ibada zingine nyingi ambazo tunazifanya, lakini kisha inazidishwa mpaka inafika mara 700. Ama kuhusu saumu, Mtume akasema kuwa Allah anasema isipokuwa saumu peke yake malipo yake ni tofauti, na anaijua ni Allah peke yake, na hii kuonesha ukubwa wa malipo ya ibada ya saumu. Kwa hivyo yatakiwa ndugu zangu Waislamu tumombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutakabali saumu zetu ili tuweze kupata malipo hayo ambayo ameahidiwa mwenye kufunga, na tujitahidi katika saumu zetu kujitahidi kufanya mengi ambayo ni mema, tusitosheke na saumu peke yake. Kwa hivyo kuna ibada ya saumu, kisha kuna ibada ya sala, kuna ibada ya zaka na sadaka, kuna ibada ya adhkar, kuna ibada ya kusoma Qur'an. Ibada zote hizi yatakiwa tujitahidi angalau tusitosheke na saumu peke yake, kwa sababu ni mwezi ambao kwa hakika yatakiwa tuweze kufaidi na hizi khairi zote na ibada zote. Subhanakallahumma rabbana bihamdika